muonekano mwanamke katika mavazi, kusuka nywele, kuvaa suruali na nguo za aibu, kujipamba kwa ujumla limekuwa ni tatizo. Na kupitia hapa wanaume wengi wameingiwa katika tamaa na kuanguka. Shetani anamwinda mwanamke kama lango dhaifu, amemwekea mavazi ya kikahaba. Hebu jamani, piteni mtandaoni muone jinsi Mungu anavyoria. Eti mwanamke amekubali kutembea uchi, kitovu nje, matiti nje. Hivi what is that? Nini hicho mwanamke? Hata ujioji. Mungu aliwatengenezea mavazi mjistiri, lakini wewe leo unasema kwamba Mungu hata mavazi siyataki, ninatamani kuonyesha viungo vyako. Vya nini? Ni nani ambaye hana mapaja mwanamke? Hebu acheni mambo ya ajabu. Na mambo haya yameingia katika kanisa la Bwana. Watu wanaenda ibadani, Bwana haangalii mwili, anaangalia moyo. Kwa hiyo kimekuja kinavyotaka, eti Baba wa mbinguni. Hiki kimtu kina mawigi, kimesukasuka tu, hakina kitambaa, eti Baba wa mbinguni. Nyenyekea, tamani kushughulishwa na neno la Mungu mwanamke. Visuruali vyako tu, hakuna mwingine tena. Suruali gani naimba? Hakuna mwingine tena. Mungu gani anatukuzwa? Mungu dunia, kwa sababu umeifuatisha dunia na mifumo yake. Kwa hiyo kumpendeza Mungu hakuko ndani yako. Jistiri mwanamke, jistiri. Ninakwambia neno la Mungu linakuagiza. Mungu atakuadhibu ewe mwanamke. Ni lango la kuangusha wanaume. Jistiri. Shetani amekutumia sana, lakini sasa yatosha. Acha mavazi ya ukahaba, mwimba kwaya. Hebu vaa vyema ewe mwanaume, nyoa vizuri. Acha kutupigia viduku hapa halafu unaimba, unapiga drum, unapiga kinanda katika kanisa la Bwana. Acha bwana. Mavazi yanamtambulisha mtu jinsi alivyo. Tunaweza kujua huyu ni kahaba kwa sababu amevaa mavazi ya kikahaba. Huyu ni daktari, amevaa mavazi ya udaktari. Sasa unawezaje kutuambia wewe ni mwalimu wakati umevaa mavazi ya kidaktari? Unawezaje kusema wewe ni Mkristo wakati wewe mavazi yako sio ya Kikristo, ni ya dunia hii? Je, Kristo Yesu ni wa dunia? Maandiko yanasema yatafuteni yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Ina maana tunapoonekana na mionekano ya katika nchi, basi hatuyatafuti yaliyo juu, bali ya dunia. Tumeifuatisha dunia na mambo yake katika mavazi, singeri, midundo, mikito. Yani there is no again presence of God within the church of the Lord. Kazi ya Mungu aliyonituma ni kurejesha uwepo wa Bwana katika kanisa la Mungu. Na mimi kwa msaada wa Bwana nitapiga kelele Mungu anaponipa mahali kusimama. Ninaenda mahali pengine wachungaji wanachukia, ninaenda mahali pengine mchungaji anakupiga vita, nadhani labda umekuja kuchukua huduma yake, lakini my intention is to fulfill the will of God. Kila ambacho Mungu amenipa mimi niweze kutimiliza, kwangu ni kupiga kelele, kwa sababu nimechagua kuwa mtumwa asiye na faida mbele za Bwana. Mateke mangumi, lakini what I see is to speak the truth word of God. That is my desire. Hicho ndicho kitu ambacho ninakitamani, wana wa Mungu. Mnielewe tu. Nitalizungumza neno la Mungu hata kama uone ya kwamba ninakukwaza. Hapana, kwa Mungu hakuna ya kwamba jamani sasa Mungu ni wa amani, tuvae tunavyotaka kanisa la Bwana. Mungu ni wa amani wapi? Twende katika vipimo vya neno la Mungu. Wewe mama mchungaji, acha kuwapotosha wanawake, waambie wajistiri, waambie wavae nguo za kujistiri. Na kibaya zaidi ni kwamba Mungu anauchunguza moyo. Uwezo ukavaa suruali halafu ukasema kwamba roho yako iko vizuri, hata kama ukija ukaimba hapo ukabubujika, mimi nakuona bure tu, kwa sababu ni hisia zako, haujabadilishwa. Wokovu na Yesu Kristo ni kubadilishwa nje ndani, kufanana kwa Petro, kuongea kwake kulireflect ile appearance ya Yesu Kristo. Aje Yesu Kristo aende kuhubiri na wewe mwanamke useme Yesu na mimi naenda kuhubiri na wewe, ukiwa na vimekapu vyako, ukiwa umebadilisha sura na viwigi vyako, naenda kuhubiri Bwana Yesu. Tunajitofautishaje na watu wa dunia? Kwa sababu kuna namna dunia inaenenda. Sasa sisi wa Kristo tunajitofautishaje? Lazima tujitofautishe. Neno hili linakuja kwako ili kukurejesha katika nafasi ambayo umepewa. Neno la Mungu ndio mwongozo wangu. Neno la Mungu ndio Mungu mwenyewe. Alichosema Mungu hakiwezi kutanguliwa na serikali, hakiwezi kutanguliwa na mtu mwenye kitambi aliyevaa suti ya askofu. Neno la Mungu liko juu ya vyeo vyote, juu ya mamlaka yote.
Atukuzwe sana Yesu Kristo. Ninampenda Yesu aliyesulubiwa. Kwa wengine ni upuzi, lakini kwangu ni nguvu. Kama kijana, I have committed to him. Nimekubali kushughulishwa. Tujapoonekana kwamba kijana anavaa mavazi ya kitenge, kijana suruali gani zile, yani mimi niko tayari kuonekana mshamba ili Yesu huyu asiondoke ndani mwangu. Maana wokovu ni ushamba, lakini ushamba ni ujanja. Tafakari neno la Mungu.